Ndugu zangu, tujue ukweli wa hii dunia. Ndugu zangu, unavyosikia siasa kwenye nchi zilizo kwenye mwavuli wa Roman Empire, nikitumia neno Roman Empire namaanisha nchi zote zilizotawaliwa na wakoloni wa Ulaya, kwa sababu Marekani ilitawaliwa, Amerika Kusini ilitawaliwa, Afrika ilitawaliwa, na wote wanaoishi katika mwavuli wa kivuli hicho. Siasa maana yake ni wapumbaze, watishe, waue, chukua haki yao. Yaani ukipumbazwa usipokuwa mpumbavu inabidi utishwe. Ukitishwa usipotishika inabidi uwawe. Hiyo ndio tafsiri ya siasa kwenye hizi nchi ambazo zimetawaliwa na watu wa Ulaya. Nikupe ushahidi kidogo. Hapa kwenye kupumbaza kuna methodi mbili za kupumbaza. Kuna methodi ya dini na methodi ya michezo na burudani. Hizi ni silaha zilizotengenezwa kuanzia kwenye misingi ya utawala wa Roma ilivyokuwa inaitawala hii dunia. Roma ilitawala sehemu kubwa sana ya dunia. Walikuwa wanatumia hizi njia mbili kwenye kuchukua haki ya watu. Utapumbazwa na michezo, usipopumbazika na michezo inabidi upumbazwe na dini. Hapa kwenye michezo nitakupa mfano kidogo, kwa sababu mimi napenda mtu kuongea mambo kwa mifano. Nape Nnauye alisema CCM haishindi kwa kutumia sanduku la kura. CCM ina staili yake ya kushinda. Ile ilikuwa ni kauli serious sana. Lakini kwa sababu Watanzania wako programmed kwenye michezo, Watanzania wakaamshwa na magoma na Yanga. Kwa hiyo Watanzania wakajaa kwenye issue ya magoma na Yanga. Naamini hii sentensi ingesemwa katika nchi ya Kenya, pasingekuwa na amani. Kwa sababu Kenya wako siasa zina nguvu zaidi. Sasa lengo kubwa la siasa ni hizi za kimagharibi sasa ni kuchukua haki ya mnyonge. Sasa Trump alikuwa kwa sababu Trump ni mojawapo ya wale wanachama wa mwavuli wa Roma. Tanzania, Marekani, wote tunatumia system moja ya kisiasa. Pumbaza, tisha, chukua mali yao. Tofauti ya sisi na Marekani. Marekani ni jambazi, kwa hiyo ana uwezo wa kupora riziki kwingine akakuwa zaidi. Trump alikuwa na hotuba yake kwa taifa jana. Mada kubwa ilikuwa ni namna gani China inaingilia uchaguzi wa Marekani. Mada kubwa hiyo. Sasa kabla hatujaenda kwenye mada kubwa, kuna kitu cha kipumbavu sana Trump alikizungumzia. Naita cha kipumbavu kwa sababu kinaingia kwenye mwavuli wa kupumbaza ili wachukulie rasilimali zao. Trump alijisifia kwamba kwenye uongozi wake amezima masuala ya ushoga. Ametumia neno transgender. Kumbuka transgender ni mashoga. Manake huyu ni mtu mwenye fedha ya kuharibu maumbile yake na kuweka maumbile mengine. Manake asingekuwa na fedha angebaki vile vile. Yaani angeageuza yale maumbile aendelee kuyatumia kinyume na yalivyotengenezwa. Kwa hiyo transgender kwa tafsiri yetu ya Kiswahili ni shoga. Sasa Trump anavyojisifia kwamba kwenye uongozi wake hakuna mashoga, manake hapa Trump anakinzana na Democrat wao mashoga wanaruhusu kila sehemu, jeshini, wapi, kila sehemu. Sasa jibu hapa ninaloliona lizuri ni kwamba kama Trump amezima mashoga na kujisifia kwamba kwenye uongozi wake hana mashoga, Republican wakiingia wanarudisha mashoga. Hivi hapo nchi inakuwaje? Republican wako kinyume na mashoga. Manake Democrat wakirudi wanarudisha mashoga. Republican wakiingia wanatoa mashoga. Democrat wakiingia wanarudisha mashoga. Nchi inakuwaje hapo? Wakati hizi vurugu za toa mashoga, rudisha mashoga, toa mashoga, rudisha mashoga, mnavyokinzana, ni nani anafaidika? Mabepari mambo yao yanaenda kama kawaida. Kwa wale ambao wanapenda kutafuta ukweli wa hii dunia yetu, hakuna dola kubwa iliyokuwa inaitawala hii dunia ilidondoka kwa sababu ya tunasema external factor. Labda ilishindwa kivita. Dola kubwa zilidondoka kwa sababu ya internal factor, hawakuelewana. Yaani ule mpasuko wa ndani ndio uliochochea anguko la dola husika.
wale wanaojua kutafuta historia ya mambo wakafanyi. Kuna watu wanaokesha kwenye live streaming za IShowSpeed, alafu wakija hapa wanataka niwafundishe vitu kwa dakika 2 waelewe. Kama wewe ni member wa IShowSpeed huwezi kunielewa. Lakini wale ambao wanataka kujua ukweli wa hii dunia wanajua. Kwa hiyo kama Marekani wanarushiana vijiti, ushoga ni sahihi, ushoga sio sahihi, which is nonsense, ni ujinga. Manake kuna division, yani kuna mpasuko ndani ya nchi yao. Hiyo ndio factor number 1, kwamba ufalme wa Roma, ngome ya mwisho ya kutetea ufalme wa Roma, iko hali mbaya. Msikilize hapo kwa maneno yake anavyojisifia na ushoga. We had transgender for everybody, men and women sports, crime ravaging our cities, and the whole world was laughing at us as a nation, but not anymore. 2 years ago, our country was dead. Now, we are the hottest country anywhere in the world. America is respected like we have never been respected before. We have more money being invested in the United States than at any time in the history of our country. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya kauli Trump aliyoingia nayo. Nikaona ni ya kipumbavu sana. Kama hamwezi kuelewana, je, tuzuie ushoga, tupromote ushoga? Nyie kama taifa mnarushiana kijiti. Huyo akiingia anatoa mashoga, huyo akiingia anarudisha mashoga. Taifa linaelekea wapi? Sasa tuje kwenye mada kuu ya Trump aliyokuwa anaizungumzia kwenye hiyo hotuba yake kwa taifa. China, China, China. Narudi pale pale. Ukiona mmeshakuwa na mpasuko ndani ya nchi, ni rahisi sana nyie as a superpower ni rahisi sana kudondoka. Kwa sababu kila mmoja ana kisingizio chake cha matatizo anavyoshindwa kutekeleza majukumu ambayo anatakiwa kuyatekeleza kwa jamii yake. China, China, China. Republican wanapenda kuinyoshea China kidole linapokuja swala la uchaguzi. Democrat wanapenda kuinyoshea Russia, Russia, Russia. Urusi, Urusi, Urusi. Kumbuka hayo ndio mataifa yanayo i-challenge Marekani kwenye kuitawala dunia. Kwa hiyo ukiwa na akili kubwa ungeniuliza swali, je, Marekani ana uwezo wa kuingilia uchaguzi wa China? Hapana. Je, Marekani ana uwezo wa kuingilia uchaguzi wa Urusi? Hapana. Hii Marekani mnaiona inaelekea wapi? Badala ya kuelewana namna ya kuhudumia raia wao, kujenga taifa lao, kila mmoja ana sababu anaposhindwa kutimiza wajibu wake kwa raia wake. China, Russia, China, Russia. Nitakuchezea video Trump alivyoongea kila kitu China, China, China. Ni mfumo gani wa Marekani wanaotumia kwenye uchaguzi ambao wa China na Warusi hawautumii? Kwanza wewe elewa hichi kitu. Swala la China, Russia, hivyo ni visingizio. Wanaojua siasa za Marekani wanajua wabunge, raisi wanasapotiwa na jumuiya mbalimbali. Jumuiya kubwa kabisa ambayo huwa ina control uchaguzi wa Marekani ni jumuiya ya Waisraeli. Ziko jumuiya nyingi mpaka za Waislamu. Yaani ziko jumuiya nyingi ambazo zinakuwa na influence linapokuja swala la uchaguzi wa Marekani. Lakini jumuiya kubwa kabisa na yenye nguvu kwenye ushawishi wa siasa za Marekani ni jumuiya ya Waisraeli. Inaitwa AIPAC, America Israeli Public Affair Committee, kama sikosei kirefu chake. Nitakuwekea hapo kwenye screen utasoma mwenyewe. Hii ndio jumuiya yenye nguvu. Kwanza hii ni bipartisan. Manake hii jumuiya ina support kote kote. Yani kama wewe unataka kuwa kiongozi ndani ya Marekani, uwe Democrat uwe Republican, lakini ni pro-Israel, una support Wayahudi, utapata fedha kwa hawa watu. Kwa hiyo jumuiya kubwa inayo control siasa za Marekani, ili kuisafisha hii jumuiya inabidi watafutwe watu wa kusingizia linapokuja swala la kuingilia uchaguzi wa Marekani. Hasa visingizio vinakwenda kwa wale maadui wakuu wa Marekani kwenye kuitawala dunia, Rus, China. Kwa hiyo wewe Russia, China, China, kama ndio leo unaanza kufuatilia siasa za Marekani, unaweza ukachukua ujinga. Wakati walio ndani ya Marekani wenyewe, wale wenye uchungu na Marekani yao, wanakuambia bunge letu, ikulu yetu vinamilikiwa na Waisraeli.
Hao sio waongeaji wa kawaida, ni watu waliodumu serikalini. Wanakuambia bunge letu sio letu, ikulu yetu sio yetu, ni vya Waisraeli. Ni kitu gani nimekuja hapa tukidiscuss wa Tanzania? Mfumo wetu wa kiuchaguzi hauko tofauti na wa Marekani. Sawa kwamba vikundi vya watu kuwa na influence kwenye kusimika viongozi wao kwenye system yetu ya uchaguzi. Mimi si mtu wa mambo kwa ushahidi CCM kwenye uchaguzi uliopita walichangiwa bilioni ngapi? Bilioni 100 Sijui zile fedha wanazilipaje. Kwa kuwakatia mabepari mashamba yetu. Mtu hawezi kutoa milioni 300, bilioni 10. Hiyo lake inarudije kama sio kukatiwa kipande cha umiliki wa nchi ya Tanzania au kumilikishwa wa Tanzania wanyonye damu. Like mtu anatoa B10. Mtu anatoa milioni 300. Alafu kesho na kesho kutwa akipitisha mali yake bandarini bila kodi. Unauliza swala kujiuliza, tunauaje huu ujinga? Ndio mtu angeniuliza hilo swali, tunauaje huu ujinga? Kwa sababu chini ya mwavuli wa Roman Empire huu ujinga huwezi kuufuta. Kuna watu wanapenda kunishambulia, wewe unapenda kutetea China. China kuna maskini. Kila sehemu ina maskini. Lakini umaskini wa magharibi ni too much. Sawa In short, kila sehemu ina maskini, si ndio Lakini umaskini wa magharibi ni too much. Unatembea na kisimu cha dola 300 pale London ni dili. Uhalifu wa Marekani au mnataka kunizima data kwamba sijui dunia inaelekea wapi? Au sioni kwamba mnataka mnihubirie kwa kutumia zile movie zenu za zamani za miaka 90. Marekani haina walala nje. Kwenye hizi zama za social media, watu wanarekodi video hata kuedit hawajui, wanaipost hivyo hivyo. Watanzania, lazima tubadilishe mfumo wetu wa kuchagua viongozi. Kwa sasa tunachagua wanasiasa, madalali wa kuidalalia nchi yetu. Hicho lazima uelewe. Unavyokwenda kupiga kura, unachagua dalali wa kuidalalia nchi. Ndio system wa koloni walitengeneza. Na wa China wanapita humo wananunua hii nchi. Ndugu zangu, we need to change. Huwezi kuniambia nimchague rais ambaye siwezi kumwajibisha ninavyokuwa na tatizo langu. Huwezi kumwajibisha rais. Huwezi whatsoever way. Lakini kile kitendo kwamba rais anachaguliwa na Watanzania wote, anakuwa na mandate ya kuiuza nchi kwa sababu amechaguliwa na Watanzania wote. Vipi tungekuwa tunawachagua wakuu wa mikoa? Kwa sababu nikiwa na shida na Chalamila naweza nikaenda pale Ilala Boma na nikampata. Yaani nimefika pale nimeexpress serious concern yangu, nitapewa tu appointment, nitakutana naye. No matter nitakutana na chawa wake, lakini ni rais kukutana naye. Ni wangapi wanapelekaga zile kesi zao za ardhiazi, kesi ambazo Chalamila haziwezi kuzitolea ufafanuzi, haziwezi kuzitolea majibu kwa sababu Chalamila naye kawekwa. Yaani Chalamila anamhudumia rais. Chalamila hawahudumii wananchi wa Dar es Salaam. No. Chalamila hawezi kuhudumia wewe kwa kifungu kipi cha katiba. Lakini nikimchagua Chalamila, tukampa mandate kwamba huu mkoa yeye ndio rais, akawa na kabineti yake ya jeshi la kujenga taifa, sio halmashauri. Halmashauri ni department ya mkoloni kuangalia mali zake zinaendaje. Alafu kazi ya Chalamila ndo amchague rais. Sasa rais anapotaka kuiuza nchi, Chalamila anamwambia hii mikopo yako nayo kwenda kuchukua hatuielewi, unaweka rehani nchi yetu, hatutaki. Lakini nani wa kumzuia rais anapotaka kuchukua mikopo ambayo haina dira? Vita ya rais na marehemu Ndugai, nobody can stop. Kwa sababu katiba inamhalalishia rais kufanya anachokifanya. Kwa sababu bado tuna katiba ya mkoloni, nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. We need to change this. Wamarekani kwa nini hawawezi kuingilia uchaguzi wa China? Kwa sababu uchaguzi wa China, mfumo wa kiuongozi wa China. Kwanza China hawana siasa, China wana viongozi wa kuliongoza taifa. Sisi tuna wanasiasa madalali. Ndio maana hata Baba Levo anaweza akawa kiongozi. Sasa Baba Levo sio kiongozi, ni dalali wa wana Kigoma kwa sababu haelewi chochote. Ndio maana nakwambia nitamleta GSM, nitamleta Azania, nitamleta Wasafi aje ajenge. Maana anaidalalia Kigoma. Kwa hiyo Marekani, Uingereza, Tanzania, sisi tuna madalali, hatuna viongozi. Viongozi wako China, wako Urusi. Ndio maana huwezi kuingilia ile structure yao ya kiuongozi. We need to change this. Tunaelekea kwenye katiba mpya. Hiyo lazima tutafanya. Ule upumbavu waliofanya akina GSM kuchangisha mabii, tunauzimaje ule ujinga? Tumeshaelewana. Kwanza
Sifa za kiongozi lazima awe amesoma. Nchi ya Tanzania haina wajinga tena kama kipindi hicho. Kama yule mpumbavu aliyeniambia tunahitaji watu mchanganyiko. Maana yake tunahitaji wajinga na wasio wajinga, si ndio? Wewe rafiki yangu, wewe ulinitia hasira sana. Sijui nilisahauje kuipini ile nani yako niwe na kuzungumzia kila siku. Umeona? Lazima tujiandae kubadilisha mfumo wa kupata viongozi wetu. Tunahitaji watu intellectual, wawe kwenye marital status safi. Tunakuchagua kiongozi leo, kesho unavurugana na mke wako, umekunywa sumu au mke kakuua, mmeuana, wherever means chochote kimetokea. No, tunahitaji watu ambao wamekomaa kwenye mahusiano miaka 35 and above, intellectual. Msitujazie mapono star, sijui makina Gen Z uko kwenye uongozi. Gen Z anajua nini? Gen Z anakariri what is geography, anakwenda kuisema bungeni. Tunahitaji watu wa kukariri zile definitions za form 3 na form 2 waende bungeni. Tunahitaji watu wanaojua dunia practically. Gen Z atafika bungeni atakwambia democracy is the government of the people for the people by the people. Ndio ujinga ambao Gen Z anatuletea. Vitu tulivyokariri ambavyo does not apply in real life. Toa Gen Z bungeni, usituletee dharau hizo. Ndugu zangu, nitoshe kuambia tu, hii ni dunia ya kujifunza practically, sio ya kuhadithiwa. Kwa hiyo Wamarekani wanavyotuletea China, wanachotufundisha ni kwamba wametengeneza mwanya wa kujitetea wanaposhindwa kutimiza wajibu wao. Warusi wako vitani mwaka wangapi? Tatizo lao wanalijua, msingi wa matatizo yao wanajua ni Gorbachev. Wameshajua walikosea na hawataki kurudi tena kwenye yale makosa. Umeona wanarushiana sijui Chadema Chauma, Democrat Republican ndani ya nchi yao. Wachina wale pale. Leo lao moja, lazima yuan iwe sarafu ya dunia. Wameshamaliza. Wameshaelewana hicho kitu. Kuna siku atakaa sijui Republican Democrat. Naomba msikilize Trump anavyotafuta excuse ya kushindwa kutimiza majibu yake ndani ya Marekani. Huku inajulikana kabisa anaye control bunge na ikulu ya Marekani ni Wayahudi. Yeye anakuambia China. Msikilize hapo mambo kwa ushahidi. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project. Compounding the travesty, the second set of documents we are releasing reveals that members of the deep state, very, very famous group of people, in many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling. Re-election, isn't that nice? Also, in mid-2018, China was working to influence the results of the U.S. midterm elections and later the results of the 2020 presidential election itself. Separately, in mid-2019, the Chinese government's strategy against the United States was focused on undermining domestic confidence in the U.S. president. They wanted to just make you sound like your president wasn't so hot, when actually your president has done a great job, and they did everything possible to do exactly that. Going on, this document says, and this is by the CIA, the strategy included efforts to use Chinese contacts with big U.S. companies to influence U.S. business leaders to turn against the President of the United States of America. The Chinese government sought to identify U.S. journalists who had reported negatively on the U.S. president and pay them large sums of money to write more negative articles about him, as many as they could, and they didn't care what they said. The Chinese government wanted U.S. president to lose the next election, and the reason they wanted
me to lose is because they knew I was wise to them, charged them billions and billions of dollars worth of tariffs, and built the strongest military anywhere in the world. We have the strongest military anywhere in the world. These are exact quotes from the CIA reporting. The name of the person doing the quote is now under review, but it gets even worse. Raw intelligence obtained by the FBI in 2020, yet buried by rogue bureaucrats, stated that China's activities even included an attempt to manufacture illegal ballots for Joe Biden. Documents show that during this period, dozens of significant CIA and NSA reports about China's election targeting were kept out of the presidential briefing. The United States adversaries, including at a minimum Russia, China, Iran, North Korea, as well as non-state groups, have the capability to compromise U.S. election infrastructure. That's unquote, but that's some statement, isn't it? Made by supposedly great patriots of our country. Ndugu zangu, mabadiliko ya nchi yatafanyika, lakini tusipoujua ukweli wa ni mabadiliko gani tunayataka, tutaandika katiba ya Wakenya ya kuto kumilikishwa ardhi yetu. Alafu baadaye tutaanza kurusha ngumi, tunataka kulichoma bunge na ikulu kama Wakenya. Nchi ya Tanzania, ardhi yake haiuzwi kama karanga. Ardhi ya nchi ya Tanzania ni mali ya Jeshi la Kujenga Taifa. Na Jeshi la Kujenga Taifa ni kila Mtanzania, regardless dini yake. Tuelimike, tusiwe wasomi.